لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر شعبان على سائر الشهور والأزمان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد سيد الإنس والجان، وعلى آله وصحبه أولي العلم والعرفان، والتابعين بإحسان إلى يوم لقاء الديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن ودرة الأكوان، والحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان، وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان. أما بعد. Leo tuna furaha kubwa kufika katika Masjid Nur na kutoa muhadhara ambao mada yake madha fi shahri Shaaban, kuna nini katika mwezi wa Shaaban. Na kwa bahati mzuri, kama namna tulivyoambiwa, kwa kuwa na mwezi wa Shaabani umeandama, kwa muhadhara umetukwana na siku yenyewe, tukieleza Shaabani na sisi tuko ndani ya Shaabani. Na kwa nini tukachagua kueleza mwezi wa Shaaban? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka sana watu wautambue mwezi wa Shaaban, na kutaka kutambua mwezi wa Shaabani akawa yeye hufunga katika mwezi wa Shaabani. Yaani mara nyingine kule kufunga huwa ni ishara na kushiria kutaka kujua ni siku gani. Kama Mtume alipoingia Madina aliwakuta Mayahudi wafunga, hawakuzungumza, wafunga tu. Mtume akataka kujua kwa nini mwafunga. Wakasema tufunga sababu ni siku ya Ashura. Ashura ina nini? Ameokolewa Nabii Musa, amezamishwa Firauni. Kwa na sisi Mtume akatufahamisha sisi katika Shabani kwa nini kufunga Mtume. Na maswahaba walimwambia, mmoja kini Usama bin Zaid akamwambia sallallahu, lam araka tasumu minashuhuri ma tasumu shahran Shaaban au ma tasumu min Shaaban. Akamwambia Rasulullah, lam araka tasumu. Katika wengine akamwambia lima tasumu. Kuna riwaya lam araka na lima araka tasumu. Usama bin Zaid alimwambia Mtume, lam araka tasumu minashuhuri ma tasumu min Shaaban. Akamwambia Rasulullah, na kuona wewe hufungi katika miezi mingine, ama kwa nini wafunga katika mwezi wa Shaabani ambao kwamba hufungi miezi mingine? Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miezi yote anaopenda kufunga, basi akipenda kufunga mwezi wa Shaabani, na mara nyingine akichanganya Shaabani na Ramadhani. Mtume aliipenda Shaabani, na Sayyidatuna Aisha akasema kwa kuwa vile Mtume aipenda Shaabani, na yeye Sayyidatuna Aisha akaweka lile deni lake na ile kadha yake ya Ramadhani akaiweka naye alipe katika Shaabani, kwa sababu huyu Mtume apenda Shaabani na mimi nitafunga kama anavyofunga yeye, ili washirikiane katika somo. Kwa hivyo Sayyidatuna Aisha deni lake lote la Ramadhani ilikuwa halilipi mpaka katika mwezi wa Shaabani, kusudi wafunge na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa swala kama hili lilipokuja kwa Mtume kuulizwa kwa nini wafunga katika miezi unaofunga mwezi kamili, mwezi wa Shaabani, kwa sababu gani? Mtume akatoa sababu mbili. Akasema sababu ya kwanza, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan. Asema huu mwezi wa Shaabani watu wanaghafilika sana. Watu waghafilika kwa sababu uko baina Rajab wa Ramadhan, yani Shaabani iko katikati, huku ni Rajab, huku ni Ramadhani. Sasa tukimaanisha mafhumu ya hii hadithi baada ya mantuki ni kwa kuwa kwa Mtume asema kuna watu wafunga Rajabu, maana sio kasema kwa Rajabu haifai kufunga, ni bid'a. Dhalika shahru yaghfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Kwa Ramadhani watu hufanya nini? Funga. Na Rajab itakuwa fanya nini? Na yeye Mtume hufanya nini? Itakuwa Rajab imefungwa, haikufungwa hapo? Fungwa. Akasema hiyo ndio sababu ya kwanza. Watu
washughulika na kufunga Rajab na kufunga Ramadhani, lakini Shaabani hawafungi. Ndio mimi nafunga mwezi huu. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili akasema huwa shahrun turfau amalu libadi ila rabbil alamin. Akasema katika mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao kwamba hizi amali zetu zinapandishwa juu, zinapandishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amali zote zinapandishwa katika mwezi wa Shaabani. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana swaim. Kwa hivyo na mimi mtumi napenda amali zangu zipandishwe ilhali na mimi ni mwenye kufunga. Kwa mtume akatoa sababu mbili. Sababu kwa watu hawashughuliki na Shaabani kufunga. Sababu ya pili, kwa kuwa amali zinapandishwa kwa Mwenyezi Mungu na mimi napenda amali zangu zipandishwe ilhali na mimi nimefunga. Hiyo ndio sababu ya Shaabani. Shaabani una hawadith na wakai, yani una vituko, una mambo mingi sana. Leo tukataka madha fi Shaaban, tuweza kukutolea mambo 15 yote yamefanyika katika mwezi wa Shaaban. Mambo 15 yote yamefanyika katika mwezi wa Shaaban. Hata la kufunga mtume, haya mengine. Lakini kwa wakati uliokuwa mchache hatuwezi kueleza yote. Taeleza machache tu, na wengine watakokuja pengine za kuendeleza mnyonyoro hunu madha fi Shaaban, yaliokuwa katika Shaaban. Shaaban ni mwezi ambao kwamba mtume kana yatahafadhu min Shaaban ma la yatahafadhu min ghairi, wa fi riwayati kana yatahadhu min Shaaban ma la yatahadhu min ghairi. Katika jambo la kwanza, mtume alikuwa akichunga sana tarehe za mwezi wa Shaaban, alikuwa akizichunga na akizihifadhi, yani hataki ile tarehe impite katika mwezi wa Shaaban, akihifadhi. Na kwa nini? Kwa sababu akifikiria Ramadhani. Maana unajua matatizo makubwa huja katika Shaabani. Katika Shaabani ndio huja kubabaishwa, tukatena hatuzijui tena tarehe, tukapelekwa mbele, kumbe sisi tuko nyuma. Basi mtume akipenda sana kutunga mwezi wa Shaabani kwa sababu ya kutunga mwezi wa Ramadhani. Kama leo tushaambiwa mwezi umeonekana, kwa hivyo kesho ni tarehe 1, basi tarehe tare. Sasa wenyewe tufuatilize. Lakini kuna tatizo moja kabla tujaenda mbele, la makalenda. Sisi siku hizi tumekuwa kufuata makalenda na Google na interneti kushinda kufuata watu. Kama mwezi wa Rajab utaona kalenda kidogo ilikuwa na ikhtilafu. Bwana kalenda imesema hivyo. Nani alisema tufuate kalenda? Hizo kalenda bid'a kama hazikuwekwa katika mtume. Sasa imekuwa hata macho yetu pia hatuangalii tena mwezi, uangalia kalenda. Lakini kalenda inasema hivyo. Kwani kalenda alosema nani? Aloandika nani? Aloandika binadamu kama yote. Kwa hivyo kalenda ni kubahatisha, waweza kupata na kukosa. Na hata katika internet, katika Google pia si huja. Maana kuna wengine kwamba bwana mwezi umeonekana bwana Ramadhani. Wapi? Katika Google. Google nani? Ni shekhe gani? Ni alama gani ule? Hata niambia katika Google. Basi mwingine ndio mzuka zaidi, asema mwezi umeonekana kwenye TV. Ewe TV wa jamani. Utamuita Ustadh TV sasa. Ustadh TV na Sheikh Google. Takuwa niyo sasa Maki wanazoona TV, Google, internet. Hao wengine ndio kwambia fulani amesema mwezi umeonekana. Kwa hiyo fulani nani? Kosa lingine hilo. Kosa lingine tuambia bwana nchi fulani imeonekana. Sasa nchi fulani ikionekana ndio maana na sisi tumeuona. Waloona kule si hatukuona. Kama shahida mikumusharafa liasum. Haya ni matatizo ya mwezi. Twende katika Shaabani. Shaabani kuna mambo muhimu sana na kuna mambo makubwa sana yametuka katika Shaabani. Katika hadithi iliyopokewa na Ikrima kumpokea Ibn Abbas, imetajwa na Sayyid Abdul Qadir Jilani katika kitabu chake Al-Ghunya katika gombo la 178. Hadithi yenyewe ya mtume sema, kwa kuwa Rajabun shahrullah wa Shaabanu shahri wa Ramadhanu shahru ummati. Mtume amesema Rajab shahrullah, Rajab ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Simaanishi kwa miezi mingine si ya Mungu,
Hili ni idafatu litashrifi watakrimi watadhim, maana ni kufanya mudhafu ile kwa kutukuzwa. Kuna zitu fulani kufanya za Mwenyezi Mungu, si kwa zingine si za Mwenyezi Mungu, zote za Mwenyezi Mungu. Kama ile faqala Rasulullah naqatallahi, ngamia wa Mungu. Kwani ngamia wengine si wa Mungu? Ng'ombe si wa Mungu? Mbuzi si wa Mungu? Hili ni tashrif na takrim. Tasikia Baitullah, nyumba ya Mungu, maana nyingine zote za Mungu, lakini zetu nini? Tashrif. Kwa hivyo Rajab shahrullah, Rajab ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Mtume asema wa Shaabanu, na hii ni Shaabanu, shahri, ni mwezi wangu mimi Mtume. Tumswalie Mtume. Kwa hivyo sisi tutaka kusikiza mwezi wa Mtume kuna nini mpaka Mtume akasema shahri. Kwa nini akasema Ramadhanu, akasema Dhulhijja, akasema Muharram, akasema Rabiul Awwal amezaliwa? Hakusema yote, amesema Shaabanu shahri wa Ramadhanu shahru ummati, na Ramadhani ndio mwezi wetu sisi. Mwenyezi Mungu mwezi wake ni Rajab, mwezi wa Mtume ni Shaaban, mwezi wetu sisi ummati Muhammad ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni miezi mitatu imepambana mahali pamoja, na ndio kuona Waswahili miezi haya hawakuisema Kiswahili, wamesema Kiarabu. Miezi yote wasema Kiswahili: fungo kwanza, fungo pili, fungo tatu, fungo nne, fungo tano, fungo sita, fungo saba. Hiyo mfungo ni kinyume, maana yake ni mfungua, si mfungo. Ukisikia mfungo ujue mkula, tuelewe, sio mfungo ni kufunga. Utasikia watu waenda kula mfungo uliwa baada ya kusema waenda kufunga mfungo. Atasema kula mfungo, atasema kufunga mfungo, lakini kula mfungo, kule kula na ule mfungo ni kula pia. Mfungo kwanza, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne, mfungo tano. Tupija tu sisi, mfungo sita, mfungo saba, mfungo nane, mfungo tisia. Break hapo. Pija break kidogo. Rajab, Shaaban, Ramadhan. Pija break hapo. Sema Kiarabu upate kufunga, ukisema Kiswahili utakula. Ukisema fungo 10, fungo 11, fungo 12 utakula tu. Afadhali sema Rajab, Shaaban, Ramadhan. Ndio hapa Sheikh Bishayut katukumbuka kisa kimoja. Bwana mmoja alimuuliza Misri, mtu wa Misri alimuuliza, masmuka karim, jina lako tukufu nani? Ule Misri akamwambia, ana Rajab, Shaaban, Ramadhan. Yeye aitwa Rajab, baba yake aitwa Shaaban, babu yake aitwa Ramadhan. Utokea majina. Yule bwana atakamuuliza, hal anta muslim, wewe ni Muislamu? Kama shekhe, nimekwambia mimi naitwa Rajab bin Shaaban bin Ramadhan, wewe ni Muislamu? Kama nilikwambia mimi ni Oktoba, Novemba, Disemba, ungeweza ni Muislamu? Kama nilikwambia mimi naitwa Oktoba bin Novemba bin Disemba, ungeweza wewe hal anta muslim? Lakini Rajab, Shaaban, Ramadhan, shauliza ni Muislamu? Si swala la kuuliza. Na ndio majina yaliyopata bahati kwa watu wa majina haya ndio huyatumia. Huyaitwa Rajabu, huyaitwa Shaabani, huyaitwa Ramadhan. Lakini nasikia mtu huyaitwa mfungo 3. Washamsikia mtu mfungo 3, mfungo 4, yani hata ile majina watu wamezoea. Kwa Mtume kwa nini akasema Shaabanu shahri? Tuate Rajab, tuate Ramadhan. Ramadhani itaelezwa. Kwa nini Mtume akasema kwa kuwa Shaabanu shahri, Shaabani ni mwezi wangu? Una nini? Kwa sababu Mtume kuna daraja fulani, kuna cheo fulani ambacho alichokipata katika mwezi wa Shaaban ambao hakupata katika mwezi mwingine, na alipata mambo mingi sana. Lakini katika jambo kubwa ambalo kwamba Mtume SAW alolipata katika mwezi wa Shaabani ni kuwekwa hii adhani. Hii adhani inayoadhiniwa imeanza katika mwezi wa Shaabani, kwa sababu Mtume ataka kufanya jambo, kuwaita watu katika swala. Akakusanya maswahaba, Mtume yako washauri mfilambi, akiwashauri, angalia ataka kuwaita watu katika swala, lakini washauri maswahaba. Sengeleamua tu Mtume bwana fanyeni kadhaa, lakini aliwashauri. Ikatoka mshawara sampuli. Wengine akasema tuwashe moto tuweke juu la msikiti, akasema mambo majusi yenye kuabudu moto. Wengine akasema tupigeni kengele, akapewa mambo ya manaswara. Wengine akasema, kila mtu akatoa maoni yake. Ikawa sasa ule mshawara wenyewe haukutoka uamuzi ni upi. Mtume ataka kitu i'lan zote staka kujulisha, kutangaza, kuwaita watu katika swala afanye nini, na akawashauri maswahaba
mshawara masahaba ikawa hakuna la kuamuliwa. Basi masahaba kaenda zao. Sasa masahaba wengine wakawa na dhiki sana, mtume atake mshawara kisha asipate mwenye kumshiria jambo lolote. Vingi kakawa mmoja Sayyidina Umar, mmoja kitu Abdullah bin Zaid. Huyu ni katika wale masahaba walikuwa wakimpenda mtume daraja ya mwisho. Abdullah bin Zaid ni katika masahaba wale namba 1 wampenda mtume. Siku alipokufa mtume, Abdullah bin Zaid aliomba dua. Siku ile alipokufa mtume aliomba dua kubwa. Angalia ile mahaba ya mtume, Allahumma a'mi basari hatta la ara shay'an ba'da habibi. Angalieni dua jamaa, mtume amekufa, Abdullah bin Zaid aomba Mungu, asema Allahumma a'mi basari, Mwenyezi Mungu nifanye kipofu nisione tena, la ara shay'an ba'da habibi, nisimuone yeyote wala sione chochote shay'an ba'da habibi. Mtume ashakufa, ataka kumuona nani mwingine? Asema nataka niwe kipofu, sitaki tena kumuona baada ya mtume. Mtume ashakufa, sina haja kumuona binadamu wote wala kitu chochote. Na Mwenyezi Mungu akamjibisha dua yake, akawa kipofu. Angalia mahaba. Basi siku hiyo ya adhani, yeye alikuwa na dhiki zaidi kushinda watu wote, na Sayyidina Umar na wengineo. Akalala, alipolala akaota. Hii ni adhani atoka usingizini shekhe, na wale usipinge ndoto, kipinga ndoto ni mzuka. Kisa cha Nabii Yusuf chote ni ndoto, kisa chote. Kisa cha Nabii Yusuf kimeanza kwa ndoto, kikamalizia kwa ndoto, kikakati ndoto, kikamwisho ndoto. Ndoto ilimpa adhabu, akapigwa, akatoka kwenye shimo ndoto hiyo, akatolewa jela kwa ndoto, akapata ufalme kwa ndoto. Basi kisa chote ndoto kile. Kisa chote cha Yusuf kimekwenda kwa ndoto. Ndoto ndio ile ilifanya kazi hiyo, na ile teza mpira ni kanzu. Basi kanzu imeteza mpira katika Yusuf. Kanzu ifanya kila mahali. Tupo kanzu imefanya kazi, haina haja kuendelea kisa hicho. Twende turudi kwetu kwenye adhani. Adhani. Tena adhani ajabu kwa Nabii Yusuf iko fa adhana muadhdhinun ayyuhatal innakum lasarikun. Jamaa, kuna adhani imetangazwa, nyinyi mmejepa, nyinyi msafara mmejepa, pia ni adhani ayyuhatal innakum lasarikun. Kuna adhani ya hija, wa adhin fi nasi bil hajj, adhani mbili. Ndio hapa atakumbuka Muhammad bin Sirin alikuwa kitafsiri ndoto. Akaja mtu wa kwanza akamwambia, mimi nimeota hiji. Muhammad bin Sirin akamwambia, wewe umeota hija katika miezi ya hija, utakwenda hija. Umeota hija katika miezi ya hija, utakwenda hija. Mwidapo likaja tena jitu kora muni tu, mimi pia nimeota huadhini. Akamwambia, wewe utaiba na utakatwa mkono. Mbona umesema tahiji mimi nitakatwa mkono? Akamwambia, nimetafsiri ndoto zenu kwa Qur'ani. Ndoto unajua tafsiri kwa Qur'ani, ikiwaijua suratul Mulk, tabarakalladhi, waweza kutafsiri ndoto kwa kufuata tabarakalladhi. Aya ni 30 na siku ni 30 na tabiri yake ni siku 30. Akamwambia, wewe ule utakwenda hija, utakwenda hija, na wewe ule utakwenda utakatwa mkono. Wale wanafunzi wake akashtuka. Akamwambia, Sheikh Al-Hasan Muhammad bin Sirin, umejua vipi tafsiri hizi? Huyu atakatwa mkono atahija. Akamwambia, nimetafsiri kwa Qur'ani. Kivipi? Akasema, huyu wa kwanza nimemwona shekhe, mtu wa dini, mtu wa swala, mtu wa Uislamu, wa adhin fi nasi bil hajj, waadhini watu katika hija, waadhin fi nasi, waadhini katika watu wa hija huyu. Lakini huyu nimemwona ni mkora, ni muhuni. Fa adhana muadhdhinu ayyuhatal innakum lasariquna, akadhini mwenye kuadhini, nyinyi msafara mmeiba. Na toba ndoto ikawa vile vile, yule akaenda haji na huyu akaiba, akakata mkono wake. Basi ndio tafsiri ndoto. Ndoto sio tafsiri basi. Abdullah bin Zaid akaota usiku mtu amevaa nguo zenyewe, amevaa nguo za green, amevaa nguo za green, na ule mtu mwenyewe amebeba kengele, anatembea nao kengele ile. Abdullah bin Zaid katika usingizi akamwambia, nataka uniuzie hiyo kengele. Yule bwana akamwambia, ataka kuifanya nini? Akamwambia, hii ni kengele, nataka kuwaita watu katika swala. Mtume amesema atakayoita watu katika swala afanye nini? Basi nimeona ikifika katika swala mtu apige kengele. Tupige kengele, watu watajua, tafikiri kwenda kanisani kule.
Yule bwana akamwambia, la, haya simuone. Mfanye nini? Akamwambia, ngoja nikufundishe kuadhini. Mkitakuta katika watu kuswali, nitakufundisha adhani. Utanifundisha vipi? Yule bwana akaanza kufundisha, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Akamwambia basi hiyo adhini. Kwa bahati mzuri yule bwana akahifadhi. Wajua kuota ndoto ukaisahau. Usio kama yule bwana mmoja alilala akaota, mwida akashtuka usingizini, akamwambia mke wake, haraka nipe miwani. Miwani asema ndoto iko kwa mbali, nitakuleta karibu hapa. Nitakuivuta. Yule alipoota wakati ule masaa 8 za usiku, hata kungoja kupambauka wala kungoja alfajiri, alitoka mbio akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ile mahaba na ile shauku na ile hamu ikamrukisha usingizi, hakutambua ni usiku tena ule. Kile paka Mtume akambishia, kuna nani? Salama, kuna kifo, kuna habari gani? Akamwambia sallallahu bwana, ile tatizo lishaondoka. Tatizo gani? La adhani. Basi ngoja alfajiri ukamwambia sana usiku. Akamwambia nimeota mimi huadhini. Mimi nimemwona mtu amevaa nguo za green, ameshika kengele, nataka kununua kwake. Akaniambia atakufanya nini? Akamwambia atakuita watu katika swala. Akamwambia kisha akamwambia kisha kanifundisha adhani. Adhani gani? Yule bwana akaanza akaadhini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Mtume akamwambia, uko mwenye kuadhini hapo. Nani? Mwangalieni Bilal, Sayyidina Bilal. Kwa nini akachaguliwa Bilali kuadhini, asichaguliwe sahaba mwingine? Mtume alisema sababu, fa innahu anda sautan. Katika wengine fa innahu ahsanu sautan. Bilali sauti yake ni mzuri, Bilali sauti yake ina umajimaji, anda, yani sauti yake yavutia. Maana haya kwa kuwa adhani yataka sauti ya kuvutia, sauti mzuri. Kwa Bilali ndo ataadhini. Tena baada hayo, na Bilali ana nguvu pia, ataweza kuadhini, atapanda juu ya msikiti huko ataadhini. Basi ikafika alfajiri, wakaitwa Bilal, akaja Sayyidina Umar, masahaba. Sasa masahaba wakamkalia Mtume, ikawa kila mtu amwambia, "Sallallahu nimeota kadha." Yani ile ndoto ikana tawatur, kila mtu ameota vile vile, na mmoja ni Sayyidina Umar aliota vile. Masahaba 20 wakaota ndoto. Suala, kwa nini masahaba wote ndoto, Mtume siote? Kwa nini isilete wahi na Sayyidina Jibrili basi wana adhini hivi, tumetemsha Qur'an na adhani? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutukuzwa jina la Muhammad. La Mtume kama alioteshwa yeye na akasema yeye ndoto ama alipata wahi, ingelikuwa na labda Mtume ataka kujitukuza yeye. Kisha pia ingekuwa haiwezekani kuadhini Mtume akifika washhadu anna sayyidana wa ashhadu anna Muhammadan, hangesema vipi? Mtume Muhammad asema washhadu anna Muhammada, takuna Muhammad mwingine. Sasa hapo ndio kuna hata Mtume pia katika khasais yake hakuadhini, kwa sababu Mtume hawezi kuadhini kwa sababu ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Mtume hawezi kuadhini, lao Mtume ataadhini kila sio kwenda kuswali atakuwa kafiri. Ndio Mtume hakuadhini, sababu umekataa wito wa Mtume. Ma kana limu'minin wala mu'mina idha qala Allahu rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Mtume akamwambia Bilali, sasa wewe utafanya nini? Utakuwa ni muadhin. Baada ya kuwa muadhin, akapata tena ni muadhin mwingine, Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum alikuwa kipofu, lakini alikuwa akiadhini. Tena huyo alipata kazi kubwa, kipofu, kuadhini adhani ya kwanza. Zamani hakuna saa, hakuna alam, hakuna chochote, lakini ilikuwa hakosi wakati. Adhani ya kwanza Ibn Maktum, kisha adhini Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal katika kuadhini kwake akaleta bid'a, kwa bid'a ya saa, tena akaleta bid'a ndani ya adhani. Aletani as-salatu khairun minan nawm. Hii ni si ya Mtume, hii wala si wale wote watu 20. Hii ni Bilali mwenyewe tu alipendelea katika adhani, aitwa as-salatu khairun minan nawm. Alitia bid'a ndani ya ibada, bid'a ndani ya adhani. Wewe utakibida nje, huyo mitandani haswa.
na Mtume hakupinga, hakwambia bid'a hiyo, achana na shit bid'a. Mtume akaikubali. Ikawa sasa katika adhani ya alfajiri kumeongezwa as-salatu khairu minan nawm, lakini kuna na bid'a wengine imetuletea tu hayya ala khairi amal wa ashhadu anna aizun hazima katika nasi hizo. Bilali akadhini na Ibn Maktumi akadhini, ikawa ni adhani tena. Wakadhini tena maswahaba wengine, mmoja kwa kitu Abu Mahdhura. Mtume alipokwenda Maka katika Al-Kaaba akampandisha Bilali juu la Al-Kaaba. Bilali akapanda juu la Al-Kaaba. Angalia Uislamu. Bilali atoka Habasha, Bilali atoka Ethiopia, Bilali Mwafrika akapandishwa juu la Al-Kaaba adhini. Mpaka Makureshi wenyewe wakaanza kulalamika, basi Muhammad naye hakupata mwenye kuadhini isipokuwa ili kurabu leusi. Umwenjoy Bilali make baki Bilali rangi zetu nyeusi, kwa rangi si muhimu. Veta ukari nyeusi kama makaa, ukikata damu ni ile ile, na ukameupe kama maziwa, ukikata damu ni ile ile. Ama kuna tofauti ya damu, mweusi damu nyeusi, mweupe damu nyeupe. Akadhini. Alipoadhini katika Al-Kaaba, kuna vivulana wa Kikureshi karibu 10 wakaanza kumtabia ile adhani, watabia adhani. Sema na waadhini wote. Sasa hatujui wameipenda ile adhani ama ni kumenjoy Bilali, hatujui katika mawili. Lakini Mtume alipokuwa na psychology ya nafsi akawaita wote wale 10. Ndio ni zivulana za Quraysh. Kila mmoja adhini. Si mmeipenda, kama mmeipenda adhini. Kama kumenjoy na nyinyi mjoy hivyo hivyo na nyinyi. Wakaanza wakadhini mpaka pafika kwa Abu Mahdhura, akaonekana adhani yake sauti yake ni mzuri. Mtume akabasi wewe ndio utaadhini. Abu Mahdhura akawa ndio mwenye kuadhini. Akaambia Abu Mahdhura, wewe utaadhini Maka. Mtume akamshika kwenye utosi wake akamweka chini, akamwambia wewe utaadhini. Basi Abu Mahdhura kaadhini, lakini akafanya bid'a moja. Pale aliposhikwa na Mtume kwenye utosi wake kwenye nyele, akasema hapa siwezi tena kwenda kukata nyele hizi, kwa sababu nikikata nitakosa baraka za Mtume. Mtume amenishika hapa, leo nikikata ile shungi la hapa, zile zilizokatwa zimeshikwa na Mtume zitaanguka, nitakonozika. Kwa hivyo akaamua hapa kwenye shungi lake asikate tena nyele. Zikakuwa mpaka akawa kiketi, nyele za hapo fika paka kwenye ardhi. Lakini madamu zimeshikwa na Mtume, sitaki kuzikata. Bid'a nimefanya hiyo. Hiyo ni adhani. Na adhani ina faida nyingi, adhani ina khasais nyingi. Mwanzo adhani fukuza mashetani, adhani fukuza majini, adhani huondosha dhiki. Sayyidina Ali alikuwa na dhiki, akamwita Mtume akamwambia mwambie mtu akuadhinie. Ule Zaid bin Aslam alikuwa mahali kuna majini wingi, akasema adhinini. Adhani ni moja inayofukuza majini. Tuata adhani na faida yake. Hiyo ndio la kwanza. La pili lililopatikana katika Shaabani ilikuwa tahwilul qibla. Tahwilul qibla ni kibla kugeuzwa. Mtume alipokwenda Madina akawa anaelekea Baitul Maqdis ama Baitul Muqaddas, Dar es Salaam, Palestina. Lakini Mtume hamu yake ilikuwa atakaelekea Kaaba. Na kule kuelekea Baitul Maqdis, Mayahudi wakaanza mizozo, wakasema yukhalifu dinana wa yatba'u qiblatana. Muhammad vipi? Dini yake ni nyingine, lakini kibla chetu make Mayahudi pia wale Baitul Maqdis. Mtume akawa na dhiki, lakini akawa hawezi kumomba Mwenyezi Mungu. Akamwambia Sayyidina Jibril, akamwambia mimi bwana nasikia dhiki sana, hao Mayahudi watuchezea, wanenjoy, wanaambia bwana wewe waelekea kibla chetu, ukhalifu dini yetu, lakini waelekea kibla chetu. Kwa hivyo akamtuma Jibril amwambie Mwenyezi Mungu. Jibril akamwambia mambo ya ibada usinitie mimi, sitaki kutie bwana, jitetee mwenyewe hapo. Na Mtume kujitetea hawezi. Basi lakini Mwenyezi Mungu ampenda Mtume, Mwenyezi Mungu amsikiza Mtume, Mwenyezi Mungu amridhisha Mtume, Mwenyezi Mungu afanya analolipenda Mtume. Mwenyezi Mungu akamwambia ya Mtume akahaombi dua, uangalia juu akiangalia chini. Mwenyezi Mungu akamwambia qad nara taqalluba wajhika fi sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara, hii ni kad bi maana takthir, kuna kad bi maana taklil kidogo, lakini qad nara twakuona sana. Qad nara taqalluba wajhika fi sama, twakuona sana waangalia mbinguni wewe Mtume, twajua wataka nini. Falanwalliyannaka, wallahi tutakalisha wewe, tutakalisha qiblatan, qibla tardaha, unachokiridhia. Hakuambia tuhibuha, tuhibu ni ndogo kushinda tarda, tarda ni kubwa. Wewe
ukasema napenda kitu fulani, mtu anaweza kupea akakupa bwana, mimi napenda simu sampuli fulani, hachukua. Lakini nitakupa simu ambayo wewe utaridhika, itakuwa namna gani? Pengine hiyo uliyopenda ni rahisi, ile uridhika ni ghali zaidi. Kwa kuridhia ni bora kushinda kupenda. Wewe ukiridhia ndio utaona Mwenyezi Mungu asema wala saufa yutika rabbuka, hakumwambia wala saufa yutika rabbuka fatuhibbu fatarda, maana utatosheka. Leo tajiri akwambie nitakupa pesa ama nitakupa hela mpaka uridhike, utafurahi namna gani? Akama nitakupa pesa unazopenda, atamwambia mpenda 100,000 atamhurumia, lakini zile uridhike. Kwa hivyo kibla ni mtumi kuridhika. Kwa hiyo mtumi ana daraja kwa kuwa kibla ni chake. Na ukisema mtumi ni kama wewe, basi usielekee kibla cha mtumi, elekea kibla chako. Ukielekea kibla cha mtumi, mtume kwa kama wewe, kwa sababu umeelekea kibla cha mtu, wewe mcha mtumi. Falanuwaliyannaka, Mwenyezi Mungu akumwambia falanuwaliyannakum, falanuwaliyannaka kafli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qiblatan tardaha, akamwambia qiblatan tardaunaha, tardaha wewe bwana Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mtume akaambiwa aelekee katika al-Kaaba. Alikuwa anaswali adhuhuri. Ilipofika raka pili ndani ya swala akapata wahi, hapo mtume akageuka ndani ya swala. Katika raka ya tatu mtume akageuka na maswahaba, baada ya kuelekea Baitul Maqdis akaelekea Baitul Haram. Je, swala yake imetanguka? La, swala haitanguki. Hili ndio mafunzo. Ukipanda mbele, ukipanda ndege, ukipanda gari, ikiwa wataka kuswali, yataka uwe na dira ile ya kibla. Kwa hiyo ile dira ukifuata, ikikona na wewe kona, useme mimi kibla changu ni chichi tu, sibadilishi mimi. Ile jahazi ya kona, ile boti ya kona, Kwa hivyo kile kibla ukipata katika jahazi ama boti ama meli ama ndege, weka ile compass kisha ufuate ile kikona kona, kufanya hivi kona. Useme msimamo wangu ni hivi tu, ikiwa ni sunna waweza. Ndio hapa kuna bwana mmoja aliulizwa na miaka mingapi, akasema na miaka 30. Baada ya miaka 10 asema na miaka 30. Baada ya miaka 10 asema miaka 30. Wewe shekhi, mara tatu kukuuliza useme una miaka 30. Miaka 40 sema 30. Akasema mimi ni mungwana, mimi na msimamo. Hata kuniulizia baada ya miaka 100 nitakwambia mimi miaka yangu 30. Mimi sibadilishi neno bwana. Sitaki mambo leo mimi uko 40, kesho 50, neno langu moja moja. Basi na kibla pia sema hivyo, mimi kibla changu ni hichi tu. Ikiwa msikitini hivyo hivyo. Kwa hivyo kibla, na kibla kina baraka, na kibla nataka kiheshimiwe, na kibla ndio moyo wa msikiti. Moyo wa msikiti ndio kibla. Wajua kuna kibla na kuna jiha. Kuna kwenda upande wa shimali kisha kuna kibla, na kibla ndio kuelekea katika Al-Kaaba. Na watu waliopata discount ya kibla ni watu wa Maka wale. Wale anaja kuangalia, wanaja kuelekea takiapo tu wale. Uzunguka. Yaani ile Al-Kaaba watu wanaozunguka. Basi si ndani tu ya msikiti, hata wale wako nje pia wafanye hivyo hivyo. Wewe na Maka hata usiulize kibla kwa wapi. Na kuna bwana mmoja alifanya mdarai, alipokwenda Maka akaweka compass tu angalia kibla. Kule kuangalia akona Al-Kaaba iko huku, kibla iko huku. So la hawla la quwwata illa billah. Sasa nileke huku mimi. Akashindwa. Sasa nakuzaia ataelekea wapi huyo? Compass imebaki kibla kiko huku na Al-Kaaba iko huku. Sasa ataelekea wapi? Wewe utasema elekea wapi? Al-Kaaba. Ile compass elekeza jia shimali, upande wa shimali, upande wa north huku haielekei. Kwa hivyo baada ya north kuna na kibla chenyewe. Kwa hivyo kibla ndio mahali patukufu na ndio mahali pakubwa, na ndio Mtume za salam alionyesha miujiza katika msikiti wake. Mtume akaweka kibla. Wanazuoni wamepima zibla zote za ulimwengu mzima, wasema hakuna kibla kiliokuwa sahihi kama kibla cha msikiti wa Mtume. Na Mtume tu mwenyewe amewekeza kibla, lakini hakuna kibla sahihi. Na watu wamekipima, wamekiona hakikosea hata kidogo. Kuna zingine kidogo kosea, lakini kibla cha msikiti wa Mtume hakijakosea. Bali wanazuoni wameharamisha haswa kwenda msikiti wa Mtume ukaenda na compass, utakuwa na shaka ya Mtume. Ukienda msikiti wa Mtume ukachukua compass, utakuwa na shaka kibla cha Mtume. Sasa una msikiti ambao kama Mtume aliambia elekea Baitul Maqdis, ulikuwa si msikiti wake, ulikuwa ni msikiti mwingine. Mpaka leo huko Masjidul Qiblatayn, Masjidul Qiblatayn, na kulikuwa na vibla vile katika msikiti ono, lakini watu wengine wakataka kutabaruku, hata usali kibla cha Baitul Maqdis, shaka swali kibla cha kawaida, hata utabaruku. Shekhe,
Hakuna kutabaruku huko. Usimtabe tena ruku hapo, mtabe mtu mwingine hapo, mtabe mtume hapo. Ndio wenyewe wakaona wakizidi. Kwa hivyo hili ndio lilikuwa ni kibla. Hilo ndio jambo la pili. Jambo la tatu ambalo lilozuka katika mwezi wa Shaabani ni inshiqaqul qamar. Ni hunu mwezi kupasuka. Mwezi tunaona ulipasuka, na sababu ya kupasuka aliopasua ni Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nasi ya Qur'an, iqtarabatis saatu wa inshaqqal qamar, kiyama kimekurubia na mwezi umepasuka. Kwa sababu Makureshi walimwambia mtume, hatukuamini mpaka utupasulie mwezi, tena tupasulie pande mbili. Tena akamwambia na mahali moja ile jabali Abi Qubais na moja katika jabali lingine inaitwa Qayqi'an, majabali mawili ya Maka. Yani Makureshi walimwambia mtume, hatukuamini mpaka mwezi ugawe katikati, pande kimoja kiko Abi Qubais, kimoja kwa huko. Mtume akaswali akamwomba Mwenyezi Mungu. Alipomwomba Mwenyezi Mungu, tena ulikuwa ni usiku wa mwezi, muda ukaonekana mwezi umegawanyika vipande viwili. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Badrul ardi shaqqa badra samaa. Mtume ndio mwezi wa ardhini amepasua mwezi wa mbinguni. Tumswalie mtume. Au taki mtume kama ni Badri, basi ukikataze Ansari alipopokea mtume, wala al badru alaina. Badr nani huyo aliyotokea mbele? Min thaniyatil wada. Kwa mtume ndio mwezi, tena si Badr. Unajua Badr ni mwezi wa kung'ara, wa tarehe 13, 14, 15 Badr. Hilali ni mwezi wa kuandama, ule mdogo unaitwa hilali ule. Baada ya tarehe 3 unakuwa kamar, mpaka tarehe 13, 14, 15. Maana hakuna siku mwezi unaong'ara kama tarehe 13 na 14 na 15, ndio zaitwa ayyamul bid, siku nyeupe. Na ndio sunna kufunga siku hizi, kufunga siku nyeupe. Kwa mtume akapasua mwezi, baadaye akashtuka sana, akamwambia aurudishe. Mtume akamwambia dua, ule mwezi ukaja ukarudi kama kawaida. Wa in yarau ayatan yuridhu wa yaqulu sihru mustamir. Wakiona muujiza upinga, useme ni uchawi. Wakaandika tarehe siku fulani mwezi umepasuka. Wakamwambia mtume ni mchawi, ati mtume amefanya uchawi. Basi mtume afanye uchawi au pasue mwezi? Ataupasua vipi kwa uchawi wake? Wakaza hawaamini, mpaka wakatoka watu kutoka safari, kutoka Sham, wengine sema kutoka China. Wakaja wakawauliza, je, tarehe fulani mwezi fulani mwezi ulipasuka? Akamwambia naam, mwezi ulipasuka, sisi kwetu tuliona, na mpaka leo mwezi unaufa. Yule mzungu wa kwanza alikuwa na mwezini akiitwa Armstrong ndio mzungu wa kwanza. Hivi wazungu kazi kuzungua, huenda mwezini huko kuzungua mambo tu hao, la huku ulifanya la huku, la huku akafanya la huku. Wako mwezini na hujenga nyumba huko mwezini. Walitaka kwenda katika jua wakaungua wote, na katika mwezi huenda. Alipokwenda katika mwezi, huyo Armstrong akaja akaona mwezi unaufa katikati ya mwezi unaufa, umepasuka. Basi aliporudi chini alisilimu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mwingine katika mzungu alikuwa na mwezini, akawa na cha kurekodi kile, akawa kila wakati fulani asikie sauti kule mbinguni kwenye mwezi, asikie sauti ya rekodi. Mzungu huyo kila wakati fulani asikie sauti, kila akaandika temu na akarekodi. Kisha aliposhuka huku akataka kuchunguza ni sauti. Unajua wazungu wanataka kuchunguza kila kitu. Kuchunguza kwa nini huko kuna sauti? Wakija kuchunguza, ukiangalia na zile saa, kumbe ni saa za adhani. Kumbe adhani ikiadhiniwa ufika kwenye mwezi. Watu wakiadhini hapa, ili adhani ufika katika mwezi. Akasema kweli Mtume Muhammad ni mtume wa kweli, adhani afika mwezi. Na yeye pia akasilimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, pia taonesha. Kwa hili ndio ikaonesha kwa inshiqaqul qamar, kwa mwezi umepasuliwa na aliopasua ni mtume. Na ndio kubwa, miujiza mikubwa kushinda Nabii Musa. Nabii Musa alipasua bahari, lakini huyu alipasua mwezi. Huyu alipasua mwezi na yeye mwenyewe kwa king'ara kama mwezi, na kwa kenda hakuna kivuli. Tuate inshiqaqul qamar, tuate bado dakika 5. La 4 ambao kwamba lilozuka katika mwezi wa Shaabani, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu. Hii ni aya
Hii ni aya imeteremka katika mwezi wa Shaabani. Kwa hivyo hakuna mwezi yataka watu wamswalie mtume kama mwezi wa Shaabani. Kwa hivyo wale kufanya maulidi Shaabani hawajakosa katika kumswalia mtume. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ni aya imeteremka katika mwezi wa Shaabani. Ndio mtume akasema Shaabanu shahri, yote ya mtume, adhani ya mtume, kibla cha mtume, mwezi wa mtume, swala ya mtume ni ya mtume, tumswalie mtume. Na hakuna kitu ambacho kwamba kitakuweka karibu wewe na mtume kama kumswalia mtume, na hakuna kitu ambacho kwamba kitakutia motoni wewe kama kutomswalia mtume. Wallahi, mtu yote asomswalia mtume ataingia motoni, mtu yote, kwa sababu ni amri, ya ayyuhalladhina amanu sallu fil amri wa lazim. Al-bakhil man dhukirtu indahu, bakhili yule anatia jina la mtume asimswalie. Tena angalia ajabu, swala mtume ina ajabu mbili. Ajabu ya kwanza ina kabuli, ajabu ya pili haina ria. Wewe mswalie mtume kwa ria, hasa jioneshe pia makele, utapata thawabu, utapata thawabu. Lakini ukiswali kwa ria hupati thawabu, ukitoa zaka kwa ria hupati thawabu, ukitoa sadaka kwa ria hupati thawabu, ukifanya jambo la kheri lolote kwa ria hupati thawabu, hata ukasoma Qur'ani kwa ria hupati thawabu. Lakini kumswalia mtume kwa ria hupata thawabu. Kwa nini? Kwa sababu ihtirama linnabii, heshima ya mtume. Swala ya mtume haina ria, na swala ya mtume ina kabuli. Adimi salata ala nabii Muhammadin faqabulu hatmun biduni taraddudin, a'maluna baina alqabuli wa raddiha illa salata ala nabii Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala sayyidina Muhammad. Adimi salata ala nabii Muhammad, dumisha kumswalia mtume bwana. Faqabulu hatmun biduni taraddudin, swala ya mtume ni lazima ikubaliwe. Amaluna baina alqabuli wa raddiha, amali zetu zote, nyingine kuna mchujo, kuna kichujo kule, nyingine zenda, nyingine zetuaturudisha wenyewe, illa salata ala nabii Muhammadin. Wallahi, dhiki zozote, jambo lolote, matatizo yoyote, shida yoyote, ukimswalia mtume utatoka. Shida yote, ukiona shida yote mswalie mtume. Hata mfano na kesi kotini, ukitoka nyumbani ni swala mtume utafaulu. Kuna bwana mmoja alikuwa na haraka sana na ataka kutoa pesa katika hizi MTM za benki hizi. Akasema mimi nina haraka, lakini nitakuaje nikaenda pale foleni. Wajua tu kutoa senti pale, lakini utoa mpaka hakuna tena, bado atakutoa tu meza namba, unamsahau namba. Yule bwana akasema ndio kwa ATM ile nitatoa vipi mimi na foleni na mimi na haraka? Basi akaanza na swala ya mtume bwana. Swala mtume, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Endao kwenye ATM kutoa benki, anazo pesa lakini ana haraka, na kule kuna foleni. Unajua siku hizi kuna hizo jamu, kuna siagi, si jamu ya magari tu, hata binadamu pia na jamu hapo. Kumejazana. Allahumma salli ala Muhammad. Akiingia akaketi mwisho wa benchi kabisa. Sema la haula, shachelewa mimi kusafiri, gari itaondoka, nitakutoa pesa, afanyaje? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ya mtume tu. Basi ule kwanza akifungulia ule kwanza akaenda kaemeza bwana. Akimeza ikalock. Hakuweza bwana. Ile kadi yenyewe kitabu kitoa, kaitoa. Ule wa pili akifanya tena lock na pesa stock, sema la haula tu. Basi hii ni sharibika. Nenda kuweka ripoti benki kule. Bwana ATM imeharibika. Ule bwana akatoka mwisho. Akaja pale akaimeza, ikatoka za pesa takaza, akatoka shikaenda kaenda zake. Kumswalia mtume. Hakuna kitu kikubwa, hakuna ibada kubwa kama kumswalia mtume. Kwa hivyo na Shaabani ni mwezi wa kumswalia mtume. Wenyewe shapanga message ya leo, Rajabu shahrul istighfar, Shaabanu shahru salati ala al-mukhtar, Ramadhanu shahru qiraati al-Quran. Hii ndio message ya leo. Rajab ni tulete istighfar, mwezi wa Rajab wataka istighfar nyingi, shahru istighfar. Wa Shaabanu shahru salati ala al-mukhtar, Shaabani yataka tumswalie mtume sana. Wa Ramadhanu shahrul Quran, wa Ramadhani tusomeni Qur'an. Hii ndio mnasaba. Lakini ukwambia ufanyeni usifanyeni, mswalie mtume, soma Qur'an, ni istighfari.
zote ni ibada, lakini ikthar, kuna kitu kufanya wingi katika Shaabani. Fanya wingi kumswalia Mtume. Tumwomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fattabi'una sana. Tumeeleza kwa uchache, ni mingi. Tumeeleza adhani na qibla na kupasuka mwezi na salatu ala mukhtar. Wal afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hasan tukimalizia nukta ya mwisho ambao mambo yaliyopatikana katika mwezi wa Shaaban. Katika mwezi wa Shaabani kuna usiku ambao ni usiku bora kushinda masiku yote. Katika masiku bora mwanzo ni Lailatul Qadri. Lailatul Qadri mpaka uitegeshe ndio utaipata. Lakini kuna usiku bora baada ya Lailatul Qadri, nao ni Lailatul Nisfi min Shaaban. Lailatul Nisfi min Shaaban ni usiku wa tarehe 14 kupambaukiwa tarehe 15, ambao kwamba usiku hunu ndio katika masiku bora sana, na Mtume za salam alisisitiza sana watu katika usiku kama hunu wafanye ibada. Ndio watu huwatahuri na moto, watu watakafunge. Na ukitaka kuangalia hadithi zake, ukiangalia katika Al-Fatawa cha Ibn Taymiyyah utaona Majmu' al-Fatawa ameeleza, na ukiangalia kitabu kidogo At-Targhib wa At-Tarhib cha Hafidh al-Mundhiri ameeleza fadhila za nisfu Shaaban. Na Mtume za salam aliwaambia maswahaba, idha kana lailatu an-nisfi min Shaaban faqumu laylaha wasumu naharaha. Ikiwa katika usiku wa Lailatul Nisfi Shaabani, usiku fanyeni ibada na alafu na mchana mfunge. Fa inna Allaha yanzilu ila samai dunya li ghurubi shams, wakati jua linapokuchwa, jua linapoondoka, ikifika magharibi, Mwenyezi Mungu ile rehema yake hushuka. Yani katika usiku wa Shaabani Mwenyezi Mungu akishuka ile rehema yake akisema, hal min mustaghfirin faghfir lahu, hal min mustarzikin farzuqahu, hal min mubtala fa'afiyahu. Je, uko mwenye kutaka riziki nimpe? Je, mwenye kutaka afya umpe hizo afya, kuna tena riziki hakuna tena? Je, uko mwenye kutaka istighfari nimpe?
Kwa hivyo usiku wa Shaabani yataka tufunge, na Mtume akatoa hadithi nyingi. Katika hadithi alizotoa kuna inna Allaha la yatwali'u ala jamii khalqihi fi lailati nisfi min Shaaban. Katika hadithi nyingine inna Allaha yatwali'u ila jamii khalqihi. Katika hadithi nyingine inna Allah ta'ala yanzilu samadun. Katika usiku wa Shaabani Mwenyezi Mungu teremka ile rehema yake akisema, je, uko mwenye kuniomba, uko mwenye kutaka istighfari, uko mwenye kutaka riziki, uko katika nini? Kwa hiyo ndio ukaona kumeweka wanazuoni wameweka kukusanyike watu wasome dua, wasome Yasini, zile Yasini 3, kisha na kuna ile dua iko katika hadithi. Ukiangalia katika tafsiri ya Alusi utaiona Sayyidina Omar alikuwa akisoma dua ile, baadhi yake Nabii Adam akisoma dua ile, yani ile dua ni zifungu zimekusanywa. Na Abdullah ibn Mas'ud katika hadithi iliyopokewa katika Musannaf ya Ibn Abi Shayba na katika dua cha Ibn Abi Dunya asema, ma daqatu abdun bihadhi da'wat illa wasa Allahu alayhi maishatahu. Mtu yote mwenye kusoma dua hili basi Mwenyezi Mungu atamkunjulia maisha yake. Ukitaka maisha yako kundulie, basi katika nisfu Shaabani usome ile dua. Na dua haina takidi, dua ni mutlaq, waweza kusoma lolote. Dua hukataza dua fulani soma, dua fulani usisome. Madamu Mtume amekataza dua fulani, mambo ya kuapiza, mambo ya madhambi, mambo ya kata kizazi, hapo usifanye. Lakini kuomba Mwenyezi Mungu, basi wewe unaruhusiwa katika Lailatul Nisfi min Shaaban usome dua yote. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku wa Lailatul Nisfi min Shaaban, alikuwa akihuisha kwa ibada. Mtume alikuwa akiswali, mara nyingine akisujudu mpaka Sayyidat Aisha akawa na wasiwasi. Asema bwana sasa amekwenda huyo, shakufa, maana usujudu sana, mpaka akamgusa kwenye kidole cha Mtume. Alimgusa vipi? Hapo ndo kuna madhhabi sasa. Madhhabi kutoka hapo. Alimgusa alikuwa na nguo, alimgusa alikuwa hana nguo, alimgusa Sayyidat Aisha alikuwa na nguo. Sasa hayo tuwatee maimamu, si kazi yetu. Sisi tuangalia nisfu Shaaban. Basi Mtume akimaliza akatoka akaenda zake mpaka Baqi kufanya ziara. Maana Mtume alikuwa kila siku akaenda kufanya ziara, kila siku, si asubuhi si mchana, akifanya ziara kila siku. Alipokwenda maana alipotaharakishwa na Sayyidat Aisha akashtuka akaswali akatoka. Aliporudi Mtume amekwenda Baqi, Sayyidat Aisha saa 8 usiku, muda mfuata kisirisiri. Kale wanawake hao, fuata kisirisiri. Maana kuna nyumba nyingine. Kafuata mpaka aliporudi Mtume akajua, akamwambia Aisha, unani wewe? Uivua nini ono? Wafikiri mimi nitakukhidi wewe? Nitafanya vitimbi? Sala si kitu, unajua mimi nakufuata tu ambao nao leo unifuatia wewe. Mimi siwezi kukukhidi. Leo ni usiku mtukufu leo, akamwambia ile dua alosoma, akamwambia muende kufanya ziara. Mtume akamwambia Sayyidat Aisha, mimi nakwambia wallahi lau wewe Aisha utakufa, mimi nitakuosha, mimi nitakukafini, mimi nitakutia mimi kaburini. Sayyidat Aisha alimwambia upate kwenda kwa wengine, sallallahu mpaka kufa pende kwa wengine. Maana wataka mimi nife uende kwa wengine kule. Yaani ile wivu alipokuwa nao. Kwa hiyo katika Lailatul Nisfi min Shaaban hadithi nyingine ambazo kwamba za kwa watu usamewa utasikia wasahha wal ban. Ziko hadithi sahihi, ziko hadithi dhaif. Zote zaeleza katika kueleza mambo ya nisfu Shaaban. Kwa hiyo katika masiku matukufu ikishakuwa Mtume amesema kwa Mwenyezi Mungu uteremka rehema yake katika wingu wa dunia, tena akawatokezea watu wake. Tena Mwenyezi Mungu kuna bonus kubwa ya kusamehewa watu wote, ila kuna watu fulani katika usiku wa nisfu Shaabani hawasamehewi, na mtaelezwa katika siku yenyewe. Kuna watu ukiwakusanya karibu watu 15 hawatosamehewa katika Lailatul Nisfi min Shaaban. Kuna mushrik, kuna mushahin, kuna sahiri, kuna kahin, kuna watu ambao kama ni mushrik wale wenye shirki, kuna watu ambao kwamba wale wenye kwenda kwa chawi, wenye kwenda kwa wale wenye kuangaliliwa, wale wenye kula ushuru, kula makamtex, hao wote hawasamewi. Wale watu ambao kwamba walokosana hawasamewi. Wale watu ambao kwamba walikuwa na chuki hawasamewi. Yaani kuna watu kadhaa hawasamewi, lakini watu wengi husamehewa kwa sababu ya Lailatul Nisfi Shaaban. Na ukitaka kujua zaidi, angalia katika Latwaiful Maarif cha Ibn Rajab, utamwona amekueleza namna gani kuhusu
Lailatul nisfi min Shaaban, mpaka zile ibada. Kwa hiyo katika siku ya Shaabani yataka huishe kusoma Qur'an. Yasini lima quri'at lahu, Yasini kwa nia yote uliyotia, kutia nia, na baada ya kutia nia usome suratul Kitab, usoma msikitini, muda kusoma kote, na dua ni wakati wote. Lakini ukipata Lailatul nisfi min Shaaban huwa kaburi zaidi, sababu Mtume asema dua hukubaliwa, hairudishwi. Na ndio katika idi ya malaika. Malaika wana idi mbili, sisi tuna idi mbili na malaika wana idi mbili. Malaika sisi idi yetu ni Eidul Fitri na Eidul Adha, lakini malaika idi yao ni Lailatul Qadri na Lailatul Nisfi min Shaaban. Kwa hivyo hili ni katika utukufu wao, na ni Shaaban yenyewe pia ina sharti, kama Said Abdul Qadir Jilani katika Al-Kunna akisema hii ni Shaabani, harfu zake za tosha. Shaaban kuna harfu ngapi hapo? 5. Someshe Nasr sasa, shin ain be alif nun, shin fata sha'in sukun be fata ba nun thumanu Shaabanu, wala ingi tanwini ni ismul ansarifini. Basi Abdul Qadir Jilani anasema kila harufu ina utukufu wake, na utukufu wote upatikana katika Shaabani. Asema utukufu wa kwanza Shaaban kuna nini? Shin, kuna sharaf, kuna Shaabani sharaf, tena kuna na shafaa, na Mtume alikabidhiwa shafaa katika mwezi wa Shaabani. Shafaa Mtume pia alipewa, mwate Mtume aseme Shaabani shari, mpaka shafaa amepa Shaabani. Tumswalie Mtume. Shini ni sharaf, ain ni izzi, utukufu. Kwa hivyo ukitukuza Shaabani utapata utukufu na utapata ushindi. Bao birri, maka ataka utende wema. Alisemani Said Abdul Qadir Jilani, si mimi sio kanitolea audio mimi tu, Said Abdul Qadir Jilani katika Al-Kunya. Be ni birru, maka ni kufanya wema, na ile alifu ni ulfa, watu zoeana, watu tembeleana, watu ujuana, ndo ulfa. Kwa hivyo kuna sharaf, kuna na izi, kuna na birri, kuna na ulfa. Ya mwisho kabisa kuna nur. Nur, tuko katika Masjidi Nur. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa afa minkum. Asante. Kama alivyozuliwa